Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhira 'ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Ayyuhal ikhwatul mu'minun, enyi ndugu Waislamu, awala usiku nafsi wa nafsakum bitaqwallah. Kwanza kabisa ninayohusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu kuhusu swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Tukiwa ndo tunaelekea katika kuimaliza Ramadhani, hili limefika kumi la mwisho, ndio pale Mwenyezi Mungu aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi ambao mmeamini mmefaradhishiwa nini kufunga saumu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama walivyofaradhishiwa watu ambao walikuwa nyuma yenu, lengo nyinyi mweze kuwa wacha Mungu. Na Mwenyezi Mungu akasema ni ayyama maadudat, ni siku zenye kuhesabika. Tunaona kwa sasa Ramadhani inaelekea mwisho na tumefika katika kumi la mwisho. Kwa hiyo ni wajibu wa mwanadamu ajiulize katika tangu kumi la kwanza mpaka hili la mwisho, je, saumu zake amezifunga zikiwa na ushui kisawasawa, na amezifanyia nini saumu zake alizozifunga, au hizo siku ambazo zimepita, je, amefaidika na nini? Hayo ndio mambo ambayo mwanadamu anapaswa kujiuliza na kuendelea kufanya bidii zaidi katika hizi siku zilizobaki. Leo tutaingia katika darasa mpya ambao ni afdali dua fi lailatul qadr, dua bora katika usiku wa lailatul qadr au katika usiku wenye cheo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumeteremsha Qur'ani katika huu usiku wenye cheo. Ina maana Qur'ani imeshushwa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, na vile vile huu usiku wenye cheo ndio ulioshushwa Qur'ani. Na anasema ma adraka ma lailatul qadr, ni kitu gani ambacho kitakujulisha ni nini lailatul qadr? Basi mwenye kuipata hii, Mwenyezi Mungu anasema lailatul qadr, hakika hii lailatul qadr khairu min alfi shahr, ni bora kuliko miaka 1000 kwa mwenye kuipata. Yule ambaye atabahatika kuipata hii lailatul qadr, basi atahesabiwa amefanya ibada miaka 1000. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam lilipokuwa likiingia katika kumi la mwisho la Ramadhani, ile 21, Mtume alikuwa akianza kuswali usiku na kuomba msamaha kwa wengi. Sasa inapaswa pia sisi tupate sunna za Mtume ambazo alikuwa akifanya. Ndio utakuta misikiti mingi ikiingia kumi la mwisho wanafanya tahajjud kuanzia 21 hadi mwisho, maana hakuna anayejua ile lailatul qadr katika yale masiku itaingia lini. Kwa hiyo ni bora zaidi mtu ikiwa atamka usiku au anasoma Qur'ani au anafanya ibada, ili ikimpata hakika impate katika ibada. Basi tunaingia afdalul dua fi lailatul qadr, tunaingia katika kuisoma dua bora katika usiku wenye cheo. Katika hadithi iliyopokelewa na Aisha radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, anasema linabii, alikuwa huyo Aisha akimwambia Mtume, yani araaita, Mtume unaonaje, in araaitu, ikiwa mimi nimegundua au ikiwa mtu amegundua, an waqafta fi lailatul qadr, ikiwa mtu amegundua kwa kwamba yeye yuko katika usiku wenye cheo, ma aqulu fiha ya Rasulullah, aseme nini katika ule usiku wenye cheo? Aisha alikuwa akimuuliza ambaye alikuwa ni mume wake ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, tizama hivi vyenye waliokuwa hawa watu wa nyuma walikuwa hawajiamini mpaka cha kuomba. Maswahaba walikuwa wanamwambia Mtume,
je, tufanye nini au tusome nini tunapoamka katika ule usiku wenye cheo? Basi qala rasulu li Aisha, ule mtume akamjibu Aisha akamwambia, kuli, sema, Allahumma, e Mwenyezi Mungu, innaka afuwun, hakika wewe unalo jina linaitwa afuu, tuhibbul afwa fa'fu anna, basi hakika wewe ni mwingi wa rehema na unapenda kusamehe, basi nisamehe mimi. Hii ndio dua bora ukiamka katika usiku wenye cheo. Na vile vile Allahu jamalu, hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri, yuhibbu jamala, anapenda mambo mazuri. Kwa hiyo isimaanishi kuwa hizo dua nyingine si bora, lakini hii ndio mtume alimfundisha bibi yake Aisha, na ndio aliwafundisha maswahaba, na ndio ilikuwa ikiombwa zaidi kwa wengi inapoingia Ramadhani na hata 10 la mwisho. Na siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtembelea sahaba wake ambaye anaitwa Abdullah bin Mas'ud almaarufu, alikuwa akiitwa Aba Abdurrahman. Sasa siku moja Mtume alimwona msikitini sahaba huyu alikuwa akisoma Qur'ani, ile aya inayosema innama sadaqati lilfuqara wal masakin. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sahaba wake, nisomee hiyo aya pia mimi angalau nipate kusikia. Yule sahaba akajiona Mtume amemheshimu sana mpaka kumwambia, aqra'u ilaika, Mtume, unataka mimi nikusomee Qur'ani? Wa alaika unzil, na hii Qur'ani imeshushwa kwako wewe. Qala Rasulullah, Mtume akasema, inni uhibbu an asma'u min ghairi, mimi napenda kusikiliza Qur'ani zaidi inaposomwa na wenzangu. Kwa hiyo sahaba ilibidi atekeleze, na manyuti Allah manyuti rasuli, yule ambaye atamtii mtume fakad ataa Allah, hakika huyu amemtii Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hadithi hii au dua hii niliyoisoma, Allahumma innaka afuwun, Mwenyezi Mungu, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe, tuhibbul afwa, na vile vile unapenda kusamehe, fa'fu anni. Basi mtu ikiwa ni mmoja atasema fa'fu anni, ikiwa ameamka usiku na ameamua kusoma dua hii, basi ni aseme fa'fu anni. Hii ni dhamiri ya mtu mmoja, na dhamiri ya watu wengi. Ikiwa imamu anaswalisha na ataisoma dua hii, basi aseme fa'fu anna, Mwenyezi Mungu tusamehe sisi. Wal hadithu fi Musnad al-Ahmad, na katika hadithi hii imetoka katika Musnad al-Ahmad. Wal afuwun, na hakika hii neno afuwu min asma'illahi ta'ala, ni katika majina ya Mwenyezi Mungu. Wa huwa yuhibbul afuwun, hakika Mwenyezi Mungu anapenda kusamehe. Wa huwa yatajawazu an sayyi'atin abdaun, na vile vile anapenda kuwasamehe waja wake wale waliofanya madhambi hata kupitiliza, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni msamehevu na vile vile anapenda kusamehe. Na anasema man amila minkum su'in, katika ninyi wanadamu yoyote ambaye atatenda uovu bijahalatin, katika ujinga wa nafsi yake, kisha akaamua kurudi, basi Mwenyezi Mungu atamsamehe, kwa hakika yeye ni mwingi wa kusamehe na anapenda kusamehe. Wa huwa yuhibbul afwa, na vile vile pia Mwenyezi Mungu anapenda kusamehe. Wa yuhibbul afwa an ba'dhum, na vile vile anapenda pia msameheane ninyi baadhi yenu. Na maana kuna Waislamu wanaishi na chuki, wao wenyewe hawapendani, hawapendi kusameheana. Basi ikiwa Mwenyezi Mungu katika yeye katika jina la afubu ni lake, kwa nini sisi baadhi yetu sisi tupigane vita, tusipendane, tushikiane? Hilo Mwenyezi Mungu analikataza. Na ikiwa utamsamehe mwenzako, Mwenyezi Mungu naye vile vile hatakusamehe. Kwa hiyo anapenda waja wasameheane wenyewe kwa wenyewe, na mkisameheana wenyewe kwa wenyewe, Mwenyezi Mungu pia vile vile naye atawasamehe. Bimaana utakayokosana naye ukimsamehe wewe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu vile vile naye atakusamehe. Ndio hapa hii dua
inapoingia Ramadhani au 10 la mwisho, watu inapaswa wafanye ibada kwa wingi na vile vile wamuombe Mwenyezi Mungu, maana hujui Ramadhani inayofuata utaipata au hutoipata. Kwa hiyo utakapopata nafasi inapasa uitumie vizuri, maana umri haurudi nyuma, ndio unazidi kwenda mbele na unasongelea katika kabri. Basi kwa haya machache inshallah, kesho tutaendelea, hatuwezi tukaongea sana maana kuna swala ya tarawih. Inshallah Mungu atujalie tuwe ni wenye kusikia na kupata maneno mazuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.